Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko sawa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia asubuhi njema ya leo mercredi le 3 December 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Maeneo mapya yalikamatwa na vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo mu province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Ndani ya teritwari ya Walikale, vikosi vya wazalendo na FARDC vilifanikiwa kukamata eneo ya Fungura inayokuwa karibu na Peti. Upande mwingine ndani ya teritwari ya Fizi, hapo ni mu province ya Sud Kivu, eneo ya Point Zero ilikamatwa na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Na tutawapeleka ndani ya teritwari ya Uvira, maeneo ya Luvungi, Kamanyola, maeneo ya Katogota, tuambie hali halisi asubuhi ya leo. Na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, mujiabone, mu comment na mu like, musambaze taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre utapata linki yetu, ujiunge nasi au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na bila kukawia, tuingie na habari zetu kamili. Taarifa zetu tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritwari ya Walikale, ambapo vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo viliwatimua waasi wa AFC M23 huko Fungura, eneo inayopatikana karibu na Mpeti. Vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vikiungwa mkono na jeshi la wazalendo viliwatimua waasi wa AFC M23 kutoka katika maeneo yao ya Fungura karibu na Mpeti, ni ndani ya grupema ya Banakindi siku ya jana Jumane le 2 Decembre 2025. Fungura ni kilima cha kimkakati kilichoko takribani kilomita 15 kutoka Pinga. Muungano wa serikali ulishambulia nafasi hii iliyokuwa imekaliwa na waasi wa AFC M23 kwa zaidi ya mwezi mmoja, ikafanikiwa kukamata eneo hiyo. Mapigano yalianza huko asubuhi mapema ya siku ya jana. Baada ya kupigana kwa masaa kadhaa, waasi wa AFC M23 wakafukuzwa hapo. Waasi waliofurushwa walirudi nyuma kuelekea ndani ya eneo ya Mpeti, kilomita 3 kutoka Fungura. Takwimu za waliojeruhiwa au kupoteza maisha yao wakati wa mapigano hayo hazijajulikana, lakini kwa sasa kabisa nafasi hiyo ya Fungura kwa sasa iko chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na wazalendo. FARDC ilisonga mbele na kuendelea kukaribia mji wa Mpeti unaomilikiwa na waasi wa AFC M23. Hapo tuko mu territoire ya Walikale. Upande mwingine ndani ya Sud Kivu, FARDC pamoja na vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi walifanikiwa kukamata Point Zero inayopatikana mu territoire ya Fizi. Hapo ni baada ya mapigano makali ambayo yaliwakutanisha wanajeshi wa FARDC na wazalendo na jeshi la Burundi pamoja na waasi wa Twirwaneho AFC M23. Mapigano hayo makali yaliyoripotiwa huko siku ya jana, vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC vilifanikiwa
kurekipere eneo ya Pwezero iliyokuwa imekamatwa na wasi wa AFC M23 mwezi wa 11 huu ambao umeisha matarehe za kwanza. Nadhani kwamba mnakumbuka wakati walikamata hapo ni wakati walikuwa wakipigana kutoka Bilalo mbili maeneo ya Tuwe ndipo walifikaka maeneo ya Pwezero. Nadhani kwamba mnakumbuka siku hizo, na jana FARDC pamoja na vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi walirekipere Pwezero, wakafukuza hapo waasi wa Twirwaneho, Ngumino pamoja na vikosi vya waasi wa AFC M23. FARDC ilitangaza ya kwamba wakati wa kukamata eneo ya Pwezero hapo Mufizi, AFC M23 Twirwaneho ilipigwa vibaya na kupoteza wengi wa wanajeshi wao, ambapo FARDC ilisema ya kwamba ilirekipere pia silaha za wasi wa AFC M23 na Twirwaneho pale mu eneo ya Pwezero. Siku ya jana mnakumbuka ya kwamba Katogota ilikamatwa na vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC kwenye uwanja wa vita. FARDC na wazalendo na jeshi la Burundi wanasonga mbele kabisa ndani ya siku hizi, wako na piga wasi wa AFC M23 maeneo tofauti. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya maeneo ya Uvira, mu territoire ya Uvira, axe za Luvungi, Katogota, Kamanyola. Siku ya jana jeshi la Kongo FARDC kupitia yule generale Chiviri Amuli, huyu ndiye komanda wa 33e region militaire kutoka Uvira, alitangaza ya kwamba wazalendo wote waondoke ndani ya defense zao wanazozimiliki ndani ya maeneo ya nayokuwa karibu na route nationale numero 5. Alitangaza hayo kisema ya kwamba anawaomba wazalendo waondoke hapo eneo zote za pale kurute nationale numero 5 ziongozewe na FARDC pamoja na jeshi la Burundi, yani FARDC na FDNB ndio ambao wa kontrole operation za pale kurute nationale numero 5. Wazalendo walikana hayo na kukataa kabisa kuondoka kwao ndani ya maeneo hayo. Wazalendo wanasema ya kwamba arme ya Kongo inaweza kuwapa njia waasi wa AFC M23 kupitia kurudi nyuma kwao, ile repli strategique. Ndio maana hawawezi wakaondoka kwa maeneo yao ama mu defense zao wanazo zimiliki mu maeneo ya milima na misitu karibu na route nationale numero 5. Hayo yalizua kutokusikilizana kati ya FARDC na wazalendo ndani ya maeneo hayo ya Luvungi pale mu territoire ya Uvira kwenye walikuwa muvita siku ya jana. Wazalendo walianza kujiondoa mu FARDC, yani kutoka mu mafro pamoja na FARDC wakaelekea mu defense zao. FARDC nayo ikaelekea mu defense zao. Wakaaji wakazani ya kwamba FARDC na wazalendo wanataka kupigana kutokana na kutokusikilizana kuhusu yale ambayo yalikuwa yameombwa na komanda generale wa 33e region militaire kutoka Uvira, ila hawakupigana, bali viongozi wa wazalendo walisimamisha wazalendo wakawaomba kutopigana na FARDC paske wote ni wamoya, wanataka wote wapiganishe waasi wa AFC M23 na kuwashinda. Hivyo basi hakuna haja ya kupigana kati yao, ila walikataa nao kuondoa vikosi vyao vya wazalendo pale kwenye route nationale numero 5. Wanasema ya kwamba wawezi wakaondoka pale na kuacha FARDC na jeshi la Burundi wao peke pale. Wanaona ya kwamba FARDC inaweza kuwa ndani wasaliti tena wanaoweza kusaliti
na kuacha AFC M23 inasonga mbele kuelekea Uvira. Muda huu vikosi vya wazalendo vinakaa na kumiliki nafasi zao ama defense zao kwenye route nationale numero 5 pale. Wataendelea kupafanyia operasyon ya kupigana na wasi wa AFC M23. Walikataa ombi lake Chiviri la kuondoka pale kwenye fro ya maeneo ya Luvungi. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya maeneo ya Katoi ambapo mapigano makali yaliripotiwa huko kati ya vikosi viwili vya wazalendo. Hali iliendelea kukua tete na ya wasiwasi Jumane siku ya jana katika kijiji cha Katoi kilichoko katika kundi la Ufamandu ya pili eneo la Masisi ndani ya Kivu Kaskazini. Kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, mvutano huu unatokana na ugomvi kati ya makundi mawili yenye silaha ya wazalendo. Kuanzia Jumapili hadi Jumatatu jioni mapigano yalizuka kati ya vikundi viwili vya wazalendo na kuwalazimu mamia ya familia kutoka vijiji 6 jirani kukimbia makazi yao. Siku ya Jumane hali ya utulivu ilionekana kurejeshwa, ingawa hali iliendelea kuwa tete na isiyotabirika kulingana na vyanzo kadhaa vya raia. Kundi la Maimai la Muka ndilo ambalo lilikuwa movita pale. Kulingana na vyanzo hivi, uhasama ulianza Jumapili asubuhi wakati wanamgambo wa kundi la Maimai la Muka wakiongozwa na Noah Maachano walipokuwa wakielekea katika mji mkuu wa sekta ya Katoi. Walikumbana na wapiganaji kutoka kundi la Pareko linaloongozwa na Mutayomba na Kigingi huko Katoi. Makabiliano hayo yalizidi kuwa makabiliano ya moto yaliyodumu Jumapili nzima na kuendelea hadi Jumatatu. Wakiwa na hofu, wakazi wengi wa vijiji hivyo kutoka Katoi hadi Mutindi umbali wa kilomita 5 walikimbia, wengine wakakimbilia msituni, wengine katika maeneo yaliyochukuliwa kuwa salama zaidi. Kulingana na baadhi ya waangalizi wa mambo, mapigano hayo yanahusishwa na kutoelewana kwa ndani. Kundi moja lilitaka kuendelea kupigana dhidi ya wasi wa AFC M23 ambao wamekalia katikati mwa Katoi kwa takribani siku 10, huku kundi lingine likijaribu kuwazuia kufanya hivyo. Vyanzo vingine vinapendekeza kuwa mapambano yanayoendelea ni ya udhibiti wa vijiji yakichochewa na maslahi ya kiuchumi katika eneo la kimkakati ambalo linasalia kuwa moja ya sehemu chache za vikundi vya Ufamandu 1 na 2 ambayo havijakaliwa na AFC M23. Wakati huo huo, hali bado haijatulia. Wakaaji wengi waliokimbia bado wanasisitiza kurejea vijijini mwao wakihofia kuendelea kwa uhasama ama kuendelea kwa mapigano kati ya vikosi hivyo vya wazalendo. Hali huko mnasikia kwamba si nzuri. Wazalendo wanapigana, wamoja wanazuia wengine kuwatakia AFC M23 na wengine nao wanasema no, watapigana kabisa na hao waasi. Mnasikia kwamba tatizo hapo ni wale ambao wako na wazuia, wale wa Pariko ambao wako na zuia wale wa Maimai kuwatakia AFC M23. Hao inaonekana kwamba ni wasaliti kabisa. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke ndani ya mji wa Goma. Vice gouverneur wa Nord Kivu aliyeteuliwa na AFC M23 anaitwa Manzi Willy alikuja kutangaza ya kwamba yeye kabisa kufungwa. Habari zilisambaa tangu juzi zikisema ya kwamba huyu vice gouverneur wa Nord Kivu Manzi Willy alikamatwa Canada na akafungwa, na alikuja kukanusha hayo akisema kwamba yeye anakaa ndani ya mji wa Goma, hajaelekea Canada, na habari zote za kufungwa kwake kabisa ni za uongo. Habari zilikuwa zimesambaa ya kwamba alikuwa amekamatwa ndani ya Canada kwa aeroport ya Montreal na akafungwa. Alithibitisha kwamba hizo habari ni za uongo, yeye anakaa ndani ya mji wa Goma.
Ndugu zangu, asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na wasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, musambaze taarifa hizi kwa walio wengi, muendelee kucomment na kulike, mujiunge pia na shene yetu ya WhatsApp kama kawaida ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na washukuru sana, asante.